ni habari ya kukumbatiana, kushikana mikono, kupigana mabusu barabarani. Magonjwa haya ya siku hizi yana hatari sana. Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuwa na maisha mema? Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuishi kwingi? Kutokana na tishio la uwepo wa virusi vinavyosababisha ugonjwa wa mlipuko wa Mpox hapa nchini, msaidizi wa mganga mkuu wa Jeshi la Magereza alipotembelewa na PHQ Habari leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 ofisini kwake makao makuu ya jeshi eneo la Msalato jijini Dodoma, kwa niaba ya mkuu wa jeshi amekuwa na haya ya kusema. Kwa jina mimi naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza Daktari Hilda Umari, natoka katika kitengo cha afya makao makuu ya Jeshi la Magereza. Kazi mojawapo tunazofanya katika kitengo chetu ni pamoja na kuhakikisha usalama wa afya za wafungwa na watumishi wetu kote nchini. Kufuatia tangazo la serikali kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa Mpox, huu ni ugonjwa wa monkey au nyani. Ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, ndipo ambapo unasambaa. Kwamba tunayo kesi moja ambayo imeonekana kule Dar es Salaam, na tunatakiwa kuchukua tahadhari zote kuhusiana na ugonjwa huu. Magonjwa haya ni magonjwa ya mlipuko ambayo mara nyingi hayapo katika jamii yetu. Yanakuja mara moja, lakini yanakuja kwa kasi kubwa na yanaweza kuathiri watu wengi kwa wakati mmoja kwa sababu ya jinsi ambavyo yanaambukizana. Kwa hiyo sisi kama Jeshi la Magereza tumechukua tahadhari kubwa katika kukabiliana na ugonjwa huu. Mara tu serikali ilipotoa tangazo hili kwa umma kuhusiana na hii taarifa ya kuwepo kwa ugonjwa wa Mpox, tulifanya jitihada za kuhakikisha tunafanya mawasiliano ya ndani kwa ndani kwa wataalamu wetu wa afya, wakapata taarifa hii ya ugonjwa huu na vipeperushi wanavyo ile tamko ambalo serikali imelitoa, na wanaendelea kutoa elimu vituoni. Lakini pia tumefika ofisini asubuhi tukaandaa taarifa ya kiofisi ambayo imetoa maelekezo ya nini cha kufanya, jinsi ya kujikinga au kujizuia na ugonjwa huu wa Mpox magerezani, kuhakikisha wafungwa wetu wanakuwa salama na watumishi pamoja na familia zao. Kwanza kabisa wahakikishe wataalamu wetu afya walioko kule vituoni wanaweza kunotice dalili ambazo zimetajwa zinazotokana na ugonjwa huu: homa kali, maumivu ya viungo, baridi, mtu anaweza kawa anasikia kama joto kama baridi wakati huo, misuli, lakini ule upele ambao unaonekana hata kwenye mitandao ya kijamii umerushwa sana, waweze ku identify mapema sana ili kuhakikisha kwamba taarifa zinatolewa mahali kunakotakiwa kwenye mamlaka husika. Lakini pia jambo lingine ambalo tumelielekeza kwenye magereza yetu ni kuhusu wale wanaokuja kutembelea wafungwa. Watu hawa lazima wahakikishe wananawa mikono na maji safi tiririka ambayo yanapatikana kwenye magereza yetu yote, ili ugonjwa usitoke nje ukaingia ndani. Lakini hata mahabusu wetu ambao wanaingia magerezani mara kwa mara na wafungwa wanaotoka nje kufanya kazi na kurudi mara kwa mara, wanatakiwa wanawe mikono yao kwa maji tiririka ili kuhakikisha kwamba hawatoi ugonjwa kutoka nje na kuingiza ndani gerezani, ili magereza yetu yabaki kuwa salama. Lakini licha ya hivyo pia wataalamu wetu wa afya kote nchini katika Jeshi la Magereza wachukue tahadhari wanapomuona mgonjwa yote ambaye anakuja kwenye vituo vyetu vya afya. Kwanza kujilinda wao wenyewe, wasimhudumie mgonjwa bila kutake precaution, lakini pia wahakikishe zile dalili hawazimisi. Wanaweza kudiagnose na kuhakikisha kwamba taarifa inatolewa kama ambavyo nimeshaeleza mwanzo. Kitu kingine ambacho ni hatari kabisa ambacho Tanzania na jumuiya yetu, jamii yetu inapaswa kujifunza ni habari ya kukumbatiana, kushikana mikono, kupigana mabusu barabarani. Magonjwa haya ya siku hizi yana hatari sana. Tumepita kwenye kipindi cha COVID, tumeona hali ilivyokuwa. Tumepita kwenye kipindi cha mabagi. Ukikutwa na ugonjwa huu lazima utawekwa karantini ili kuzuia maambukizi yasiende kwa mtu mwingine. Hali kadhalika na Mpox ni hivyo hivyo. Tujaribu kujizuia sana katika swala kushikana mikono, kukumbatiana, kubusiana kuliko pitiliza, kwa sababu huwezi jua mtu huyu amepita wapi, ili kuzuia ile transmission ya ugonjwa, maambukizi ya ugonjwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hii ni jambo la kuzingatia sana, lakini na usafi wa kuzidi kunawa mikono na vitakasa mikono tuendelee kuvitumia kila mara tuenavyo.
Kwa hiyo hivyo ni jinsi ambavyo tumejipanga na tunaendelea kujipanga katika kuwasimamia wataalamu wao kuhakikisha kwamba tunadhibiti ugonjwa huu kama ambavyo tumeelekeza. Daktari mzungumzia swala la kuchukua tahadhari kwa upande wa ndani ya magereza. Lakini pia watumishi wa jeshi na familia zao. Ni hatua zipi ambazo zinaweza zikachukuliwa ili kuweza kuondokana na kadhia hii? Asante mwandishi, kama ambavyo nimeeleza, wataalamu wetu wa afya wana jukumu la kutoa elimu hii ya afya kwa watumishi katika vituo vyao kupitia mabaraza, lakini pia kwa wafungwa. Kwa hiyo swala la msingi hapa ni elimu, kama ambavyo serikali imekuwa ikisisitiza kwamba watu wapatiwe elimu. Kama ilivyoelezwa pia mwanzo, kwa ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Kwa hiyo maisha yetu ya kila siku, kazi zetu za kila siku zinatufanya sisi tunakutana na hao wanyama, hasa nyani huko porini. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine mtu anaweza akachukua ugonjwa kutoka kule akauleta kwa wanadamu, au akagusa mzoga ambao pengine umekufa kwa ajili ya virusi hivyo vya mpox. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu kuchukua tahadhari, kujua kabisa kwamba ugonjwa huu unaambukizwa kwa njia za kugusa jasho, kugusa majimaji yote yanayotoka kwenye mwili wa mgonjwa, kula mzoga au kugusa mzoga wote ambao umetokana na mnyama wa porini bila kukusudia. Lakini uhakikishe tu kwamba wana take precaution katika kuhakikisha kwamba maradhi haya yanatoke kutoka kwa wanyama kuja huku kwetu. Wakati wa kipindi cha corona walikuwa na lazima wa kuvaa barakoa. Vipi kwa upande wa mpox? Hii ni pamoja na kuvaa barakoa. Ni kweli mwandishi wa habari, pamoja na kuvaa barakoa, kwa sababu inawezekana kabisa mate yanayotoka mdomoni wakati watu wanafanya mazungumzo yakapelekea vile virusi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ikawa na njia moja ya maambukizi. Kwa hiyo pia tumeendelea kutoa ushauri katika magereza yetu pia, wanaokuja kuwaona na kuwatembelea wafungwa na mahabusu wavae barakoa na waendelee kunawa maji tiririka na vitakasa mikono. Hali kadhalika kipindi hicho cha corona vilikuwepo na nadharia nyingi kuhusu tiba, zikiwemo kutumia tangawizi, limau na nini. Kwenye upande wa mpox, tukio linapojitokeza mtu anaweza akachukua hatua gani za haraka ili kuweza kujinusuru? Asante mwandishi wa habari. Kwa ugonjwa wa mpox na magonjwa mengine ambayo tunaita ni magonjwa yanayosababishwa na virusi, mfano hiyo corona, kuna Marburg ambao hapa katikati ilipita katika nchi yetu, serikali ilitaarifu kupitia kule Kagera. Haya magonjwa yote ambayo yanatokea kupitia vimelea hivi vya virus, mara nyingi virus hana dawa. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kama wataalamu wa afya ni kutibu kulingana na dalili ambazo zinatokea. Kama anaumwa homa basi atatibiwa homa, kama anaumwa misuli na mishipa basi atatibiwa misuli na mishipa. Hizi tunatibu kulingana na dalili zinazotokea, kwa sababu kirusi hakina dawa. Kwa hiyo watu waripoti kituo cha afya mapema waweze kupata tiba inayotakiwa. Katika kuhitimisha, niseme tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa sababu wamekuwa wakitupa update au wamekuwa wakitupa yanayojiri mara kwa mara kuhusiana na maradhi haya ya mlipuko. Tuliona walitupa taarifa kule kuhusiana na swala la Marburg na kwamba sasa hivi ugonjwa umekuwa controlled kitaifa. Lakini pia nimshukuru rais kwa kuchagulia viongozi ambao kwa kweli wamekuwa wakituongoza vema. Tunamshukuru kamishna wetu jenerali wa magereza Jeremia Katungu ambaye amekuwa akituongoza vema hasa katika kitengo cha afya. Amekuwa akisimamia vema huduma za afya katika jeshi la magereza kwa watumishi pamoja na wafungwa. Wote wanapata elimu, wote wanapata matibabu yanayostahili. Kwa muktadha huo napenda kushukuru sana uongozi wa jeshi pamoja na watumishi wote wa jeshi la magereza. Ni mwalimu Bahati, mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Tega sikio nikupashe mawaidha ili uwe na afya bora. Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuwa na maisha mema? Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuishi kwingi? Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuwa na maisha mema? Nifanye nini kuwa na afya bora?
kwingi. Tumie maji na sabuni, na tena dodo kama sifongo. Osha kila kipande cha mwili wako, kudumisha usafi wa mwili.